tuna changamoto ya customer care, jinsi ya kuwapokea wagonjwa, kuongea nao na kuwashauri na kuambia nini cha kufanya na hatua inayofuata, gharama halisi za matibabu. Kwa hiyo wataalamu wa afya wa Njombe mji pamoja na RMO wetu hapa, naomba maelekezo yashuke mpaka level ya zahanati. Mtaalamu wa afya ni marufuku kutumia lugha za kuuzi kwa wagonjwa wetu. Wataalamu wa afya, DMO, naomba sana mshuke, ongeeni na madaktari wetu. Kama daktari ana stress akaziache nyumbani. Huyu mama ana ujauzito wake, anakuja kupata utaalamu, apate ushauri wa kitaalamu katika mazingira alionayo. Ujauzito sio ajali, ni kwamba anakuja kliniki mara kwa mara, unazungumza naye. Kwa hiyo tusiende tukatoa zile lugha za kuudhi kwa wagonjwa wetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mkali sana kwenye eneo hili. Kama huwezi, ukae pembeni, tuajiri mwingine aweze kutusaidia katika eneo hilo. Tusiende kutoa lugha za kukera. Tusiende kutoa lugha za kukera kwa watu wetu. Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani huyu wametoka kuomba kura juzi tu. Kwa hiyo wana mawasiliano ya moja kwa moja na wananchi. Namba zao za simu ziko kule. Wanapigiwa simu wanaambiwa. Kwa hiyo kuna namna tu tutayapokea kutoka maeneo mbalimbali. Tutapata feedback, tutapata mrejeo kutoka kwa wananchi, aidha kupitia kwa mwenyekiti, tutapata kupitia kwa mbunge, tutapata kupitia kwa diwani, kwamba kuna eneo fulani kuna mwananchi ameenda kupatiwa huduma lakini amefanyiwa unyanyasaji. Hatuwezi kuvumilia katika hilo. Yako maeneo ya kuvumiliana, lakini swala la customer care, swala la kuongea lugha zinazotakiwa za kitaalamu, lugha za kitabibu katika eneo letu la afya. Na mimi mwenyewe ni daktari, kwa hiyo najua namna ya kuongea na mgonjwa. Kama eneo hilo lina upungufu kwako, mwambie kabisa kwamba sasa naomba nikutafutie utaratibu, tukutoe katika kituo cha afya, nikupe referral uende sehemu ambayo utatibiwa na mambo yatakwenda vizuri. Tusitoe lugha za kuwauzi wananchi. Wananchi hawa ndiye nguvu ya serikali na wanalipa kodi kila siku endao kwa Mungu. Iungilo safi. Katika eneo la ajira na upungufu wa wataalamu, sio sisi tu peke yetu ambao tumeliona. Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa maono yake akaahidi katika zile siku 100 tutaajiri wataalamu katika eneo la elimu 7,000, lakini katika wataalamu afya 5,000. Kwa hiyo na Njombe ni wanufaika wataalamu wale. Kwa hiyo RMO upo hapa, angalia mapungufu katika maeneo ya peripheral, kwa sababu huko ndo tunahitaji sana huduma ziweze kutoka za kutosha, ili tusiwapeleke sana wagonjwa mjini kwa yale ambayo tunaweza tukayamudu katika vituo vyetu vya afya. Tumekuwa tuna discourage sana referral ambazo sio za lazima, kwa sababu kama utamuondoa hapa ukaenda kuongeza idadi tena ya wagonjwa kwenye hospitali nyingine labda ya referral wilayani, unaenda kuongeza foleni ndefu. Kumbe lile jambo huyu angetibiwa hapa nyumbani karibu na kwake, akatoka kituo cha afya akaendelea nyumbani, akaendeleza uchumi wake, akaenda kufanya kazi zake. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuweza kufika hapa, sio kwa ujanja wetu, ni yeye mwenyewe Maulana ametujalia tuweze kufika katika kituo chetu hiki, kuona uwekezaji mkubwa wa serikali hasa kwenye lile eneo la mapato ya ndani. Wana Iungilo na wapongeza sana na Mungu awabariki sana, kwa sababu mapato haya ya ndani ni kodi ambazo nyinyi mnafanya kazi. Zile kodi zinakusanywa pale halmashauri, mkurugenzi wetu akazielekeza huku kwenye kituo chetu cha afya. Naambiwa kuna hela ndogo ambayo na nyinyi mlichangia. Nguvu ya mwananchi haijawahi kuwa ndogo. Tunawashukuru sana kwa nguvu ambayo mlitoa wananchi na ile ambayo ilikuja kutoka halmashauri kwa lengo la kuboresha sekta hii ya afya ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kwa dhati ya moyo wake kuhakikisha analeta mageuzi makubwa katika sekta ya afya. Ndio maana sasa tunatembelea vituo hivi vianze kutoa kazi, vianze kutoa huduma. Huduma hii ikawahudumie kina mama wetu, dada zetu, wazee wetu, wagonjwa wote wenye uhitaji, hasa kwenye maeneo haya ya pembezoni mwa miji yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, niwapongeze sana kwa mapato yale mliolipa kupitia biashara na kilimo. Zile fedha zimekuja kuleta uwekezaji mkubwa kama huu. Sasa tuusimamie, na sisi upande wa serikali ni wakali kweli kweli, ni wachungu kweli kweli. Tunataka vituo hivi vikalete tija katika eneo la afya. Wana Iungilo na viongozi ambao nimekuja nao leo hapa pamoja na Mheshimiwa mbunge kakangu Deo, pokeeni salamu kwa niaba ya waziri wa nchi, tawala za ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa, serikali za mitaa. Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe anawasalimia sana na anatambua kijana wake. Mimi naibu waziri niko hapa
kwa ajili ya kazi ile ile ya kupeleka huduma kwa wananchi. Kwa hiyo pokeeni salamu hizo za dhati, na yale yote ambayo yameelekezwa hapa na mimi nayachukua kwenda kuyafanyia kazi, ili sasa tuhakikishe zile changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu tukazitatue kwa wakati, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka matokeo ya haraka, huduma iende kwa wananchi na tabasamu likatawale kwa wanayungilo. Iyungilo safi. Yale yote ambayo mheshimiwa mbunge ameahidi hapa tunakwenda kuyasimamia, hasa kwenye lile eneo la gari la wagonjwa. Kwenye gari la wagonjwa hili nalichukua mwenyewe binafsi, kwa sababu ni baadhi ya vituo vina changamoto kama hizi. Nalichukua hili swala niende nalo. Kakangu Deo, usiwe na wasiwasi kwenye eneo hili, mmefanya kazi kubwa sana, kwa sababu ripoti inasema ni mapato ya ndani na nguvu ya wananchi. Kwa hiyo sasa serikali tunalichukua hili swala ili na nyinyi muweze angalau mpate matunda ya serikali moja kwa moja kutoka serikali kuu, mpate na nyinyi ambulance huku chini. Hili nimelibeba ndugu zangu. Liko swala la bima ya afya kwa wote. Limelenga wazee wetu, limelenga kina mama wajawazito, limelenga watoto, limelenga wasio na uwezo, limelenga wale wazee wetu wa tasafu. Kwa hiyo wanayungilo na nyinyi ni wanufaika katika hilo. Bima ya afya kwa wote ameliona Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyewe, akawaelekeza wabunge wetu tungeni sheria kwenye eneo hili, na tayari sasa inakwenda kuanza kufanya kazi. Sisi kama TAMISEMI tumekwisha fanya vikao vya kutosha na Wizara ya Afya, tumefanya vikao na MSD wasambazaji wa madawa na vifaa tiba, tumefanya vikao na NHIF. Tumekubaliana kwamba tunapoenda kuanza kutoa bima ya afya kwa wote, tukatafsiri maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka huduma bora kwa wananchi. Hatuwezi kutoa bima hizi halafu tusiwe na vifaa tiba vya kutosha, tusiwe na madawa ya kutosha. Wananchi hawa watalalamika tena kwamba bima hazina maana. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu, bima hizi tumeshakaa vikao vingi na serikali imeweka fedha za kutosha. Fedha za kuanzia serikali imekwisha tenga bilioni 200, zaidi ya bilioni 200 zimekwisha tengwa kwenye eneo la bima hili. Tunaenda kuanza baada ya siku 100. Tunataka tujipime ni wananchi wangapi tayari wameshapata hizi bima na wameanza kupata huduma. Lakini ni zoezi endelevu, sio kwamba ni zoezi la baada ya siku 100 la siku 100 tu. Hata baada ya siku 100 tutaendelea kutoa bima ya afya hizi, kwa sababu vifurushi vilivyomo mle, hadi ile fedha ya kumuona daktari imo mle, vipimo, operation ndogo ndogo na zingine kubwa zinaweza zikafanyika mle ndani, vifurushi 372. Tunawaambia wenzetu waandishi wa habari wawaeleze watu walaji, nyinyi wanayungilo, wana Njombe na mikoa mingine yote, kwamba vifurushi hivi twendeni tukawaambia wananchi ni manufaa gani watapata kwenye bima ya afya, tukastawishe jamii kwenye eneo la afya.